chochote. Umeshaelewana? Ama wale ambao wamesoma swali la kwanza katika maswali yaliyoandikwa, je, inafaa kumtolea salamu Shia kwa kumwambia assalamu alaikum? Shia wapo katika aina mbili. Kuna mashia njaa, wajinga, hawaelewi chochote, hawa bado ni Waislamu. Wajinga hamna lolote, njaa tu inawasumbua, hawa bado ni Waislamu. Tunawatolea salamu, tunakaa nao, tunawanasihi. Wajinga hawaelewi chochote. Umeshaelewana? Ama wale ambao wamesoma, wanaelewa, wana maarifa katika dini, hawa hukumu yao tofauti na hawa. Kadhalika umeeleweka? Si mkatoka hapa Shia kusalimia usiitikie, la. Ama Shia uswahilini na tulikuwa nao chemchemu hawa, hawa vijana wa chemchemu, si vijana uongoni huko wengine katika ushia. Ni njaa, hamna lolote, ni njaa tunasumbua. Kwa hiyo tusikae nao sana mbali, tunatakiwa tuwarejeshe katika njia sawa sawa. Tumeshaelewana? Kwa hiyo ni ipi hukumu ya Hussein katika kutaka kushirikiana na mashia kumwondoa mtawala Yazid bin Muawiya kwa mujibu wa Uislamu? Hili tulizungumza kesho insha Allah. Swali lingine, nini tofauti ya Shia Imamia, Ar-Rafidha na Shia Zaidia? Hili tutalizungumza kesho insha Allah. Swali linahitajia maelezo. Hii historia ya Hussein zaidi ya mashia wa Kufa ipo katika vitabu vya Kishia au vitabu vya Sunna. Historia ya Hussein imeandikwa na wanachuoni wote. Wanachuoni wa Sunna wameandika historia ya Hussein na kifo chake, na wanachuoni wa Kishia pia wameandika historia ya Hussein na kifo chake. Na haya maelezo tutakayotoa kesho inshallah tutayatoa kwenye vitabu vya Kishia tu, wasi vitabu vya Sunna. Swali langu, kwa hiyo Imam Hussein kutokana na riwaya iliyosema alimkataza dada yake kuomboleza, kwa hiyo yeye Hussein sio kafiri? Hawezi kuwa kafiri. Mashia ndio wa kuuliza. Umeshaelewa? Mashia ndio wa kuuliza. Imamu wenu kamkataza dada yake asiomboleze, asijipige, asichane nguo zake, asichane mwili wake. Nyinyi mbona mnafanya hivyo? Sio, hawezi kuwa kafiri. Kuna kitu kimoja mnaweza kama mnajiuliza, mbona kwenye vitabu vya Kishia kuna qala Rasulullah, sio? Na tunasema mashia ni nani? Ni makafiri. Ni kwamba ni hivi, mashia ni Mayahudi au ni Uyahudi uliofichwa kwenye kivuli cha nani? Cha Uislamu. Kwa hiyo hawazungumzi Biblia, wala hawazungumzi Yohana wala Petro wala nani, wanazungumza qala Allah qala Rasul. Sawa? Ili wakutoe wewe katika Uislamu kupita hiyo qala Allah na qala Rasul. Hapa ni rai tu imetolewa kwamba hii makala itumwe kwenye PDF katika mitandao, ili wale ndugu zetu ambao wako mbali na hapa waweze kutumia. Hili litafanyika inshallah. Hiyo ni rai imetolewa. Kuhusu vazi jeusi, ninaomba lipewe ufafanuzi wa kina, kwa kofia kina mama wanaweza kuwa hawakuelewa vizuri, ikawa shida majumbani kwetu. Jamani, tunazungumza ushia,
Sawa, tunazungumza nini? Sisi tuzungumzie dini ya Kiislamu na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Tunazungumza mafundisho nini? Kwa mujibu wa mafundisho ya Shia hauruhusiwi kuvaa nguo nyeusi, na kwenye swala ukivaa nguo nyeusi swala yako haikubaliwi kwa mujibu wa dini ya Shia, isipokuwa tu inafaa kuvaa kofia nyeusi na hofu nyeusi basi, lakini sio basi nyingine katika ndani ya swala.